Katika kosa lingine ambalo wewe mwanaume unaweza kulifanya kwenye maisha yako ni kucheza mchezo wa kumpoteza mwanamke mzuri kwenye maisha yako, huku ukiamini utapata mwanamke mwingine kama yeye. Kwa sababu wanaume wengi huwa mnasema kwamba wanawake ni wengi bwana, sio yeye, wanawake wako wengi tu. Mimi sikatai, wanawake tuko wengi sana kuliko ninyi wanaume, lakini shida iko hapa. Kumpata mwanamke ambaye atakuwa mke kwenye maisha yako ndio kazi. Kila mwanamke anataka kuolewa, lakini je, yuko tayari kuwa mke? Hapo ndiyo shida inapoanzia. Wewe kama mwanaume, ikiwa umepata mwanamke mwenye heshima na maadili mazuri, hakikisha huyo mwanamke haumpotezi kwenye maisha yako, kwa sababu kwa kizazi cha sasa hivi kutafuta mwanamke mwenye heshima na maadili ni kazi ngumu. Mimi sikatai kwamba mke wako ana madhaifu fulani fulani, lakini heshima yake anayokupa wewe na namna ambavyo amelelewa katika maadili mazuri iwe ni pointi ya wewe kuona huyo ni mwanamke sahihi wa kuendelea kubaki kwenye maisha yako. Haijalishi ana changamoto kiasi gani, lakini kama tu huyo mwanamke anakuheshimu wewe na ana maadili mazuri, amelelewa kwenye misingi mizuri, huyo mwanamke hakikisha umpotezi kwenye maisha yako. Kwa sababu unapochagua mke, wewe kama mwanaume lazima ujue kwamba hiyo ni hatima ya maisha yako, kwa sababu huyo ni destiny helper wako, utakuwa naye kwenye maisha yako siku zote. Usije ukafanya makosa ukachagua mwanamke ambaye anakupa starehe za mwili lakini hawezi kujenga nyumba. Sijui kama unanielewa. Unaweza kupata mwanamke mwingine ambaye pengine kwenye mambo ya starehe za kimwili yuko vizuri, lakini sio mwanamke ambaye anaweza kujenga nyumba. Sio mwanamke anaweza kujenga ndoa. Yeye ni mtu ambaye anaweza kusimamia upande huo. Naomba nikwambie, mwanamke sio tu ajue mambo ya ndani. Mwanamke ni msingi wa maisha ya ndoa. Huyo mwanamke ndiyo mama wa watoto wako. Kuwa makini unapochagua mwanamke. Usije ukachagua mwanamke kwa ajili ya starehe za mwili tu, kwa sababu talaka iko waziwazi. Huyo mwanamke utamkinai. Sasa kuna wanaume ambao huwa mnacheza mchezo wa kuwapoteza wanawake wazuri ambao wana heshima na maadili, kwa sababu ya hao wanawake ambao pengine wewe anakuchanganya kwenye mambo ya ndani. Hicho ndio kitu pekee ambacho unaona kama mke wako ana kasoro nacho. Unaona huyu hajui, huyu ni mshamba, huyu hajielewi. Unachanganyikiwa na huyo mwanamke kiasi kwamba unaanza kuleta picha mbaya mbaya nyumbani kwako, kutaka mke wako hata aondoke ukae na huyo mwanamke. Mimi naomba nikukumbushe kitu kimoja. Kuna maisha baada ya starehe za kimwili. Kuna maisha baada ya mambo ya ndani. Je, huyo mwanamke anaweza kusimama na wewe kwenye kila nyakati? Huyo mwanamke anaweza kukupa wewe heshima? Huyo mwanamke ana maadili mazuri kiasi kwamba hata watoto wako atawalea kwenye maadili mazuri? Hicho ndio muhimu cha wewe mwanaume kukizingatia. Kiukweli wanawake wako wengi, wamejaa huko nje, na kila mtu anatamani kuolewa, kila mtu anataka ndoa. Lakini wengi ndoa zinawashinda kwa sababu ni wanawake, lakini hawawezi kuwa wake. Mke wa kumwoa anatakiwa awe ni zaidi ya mwanamke. Ndiyo awe mwanamke, lakini awe ana sifa za mke. Sasa baadhi ya wanaume mnafanya makosa, mnacheza kamari ya kuwapoteza wanawake ambao ni wake ili mbaki na wanawake ambao ni wanawake. Hakuna kosa utalijutia kwenye maisha yako kama hilo. Umepata mwanamke sasa hivi ambaye ukifanya kosa anaishia kulia, anachukia, analalamika, ananuna. Mwisho wa siku ukimwomba msamaha yale mambo yanaisha. Wewe badala utumie akili kuona mimi nimepata mwanamke bora kwenye maisha yangu kwa nyakati za leo, unafanya tena kitu kingine. Naomba nikwambie tu ukweli. Wanawake waliojaa huko nje unaowaona ni wengi sana, lakini wengi wao huko walikojaa ni wazee wa visasi. Utakuja kuoa mwanamke ambaye ukishaenda kuchepuka na yeye anaenda kuchepuka tena na rafiki yako. Ipo siku utakuja kudondokea kwenye hiyo mikono na utajua kwamba kumbe sio kila mwanamke anapaswa kuwa mke. Vingine wewe kama mwanaume viangalie, viache viende. Kitu pekee ambacho kinatakiwa kikuchanganye wewe mwanaume ukikiona kwa mwanamke ni heshima na maadili kwa nyakati za sasa hivi. Hayo mambo ya ndani hayajengi ndoa. Huyo mwanamke hata kama akiwa anajua vitu vingi sana vya mambo ya ndani, hawezi kujenga ndoa. Hawezi kuwa mke kwako, hawezi kuwa mama bora kwa watoto wako. Hilo lazima ulikumbuke. Kuna baadhi ya wanaume mnacheza na mioyo ya wanawake wazuri.
kwa sababu unafikiri mimi nitapata mwanamke mwingine. Sikatai, mwanamke utapata. Yaani mwanamke hakuna naye kukatalia kwamba hautampata. Mwanamke utampata, lakini shida inakuja hapa. Je, utampata mwanamke ambaye anaweza kuwa mke kwako? Utampata mwanamke ambaye anaweza kuwa mama bora kwa watoto wako? Utampata mwanamke ambaye anajua kujenga ndoa yake? Kwa sababu huyo mwanamke ndio msingi. Mimi nakwambia wewe kama mwanaume usijisahau. Mimi leo nimeona nikukumbushe tu kwa amani, kwa sababu mpo baadhi yenu mnachanganyikiwa na vitu vya ndani kiasi kwamba mnasahau kuangalia vitu vya msingi kwa wanawake. Kuna mwanaume leo hii upo unasumbua ndoa yako kwa sababu mke wako kuna vitu haviwezi, vitu vya ndani, kwa sababu umepata mwanamke mwingine ambaye yeye anajua sana hayo mambo ya ndani. Mimi nakwambia tu kweli, starehe ya mambo ya ndani haina hata dakika nyingi, inachukua dakika 10, 20, lakini maisha ya ndoa ni zaidi ya miaka 20, 30, 40 mnakuwa mpo pamoja. Je, huyo mwanamke unaweza kuishi naye? Anaweza kukusaidia kufikia ndoto zako? Anaweza kuwa mwanamke ambaye atasimama na wewe kwenye kila hali utakayoipitia, kwenye kila nyakati utakayoipitia kwenye maisha yako? Atakuwepo hapo? Una uhakika? Mimi nawaambia tu kweli. Wako wanaume huwa wanashangaa, mtu aliacha mke wake akaoa mwanamke mwingine, lakini mwisho wa siku anaanza kumbembeleza yule mke wake aliyemwacha warudiani. Ni kwa sababu hicho kitu mtu anajifunza baada ya kuwa ameharibu. Nyakati za leo mimi najaribu kuambia kwamba kizazi cha sasa hivi kimejaa wanawake ambao hawawezi kuwa wake. Kimejaa wanawake wanaopenda mashindano. Leo hii wewe unaoa mke wako ambaye wewe ukienda kusaliti huku na yeye anaenda kusaliti huku. Wewe kama mwanaume unajisikia vipi? Lakini sasa hivi huyo mke wako umepewa na Mungu. Ni mwanamke mstaarabu, ana heshima na kikubwa ana maadili, ambayo wewe kama mwanaume inabidi ukae uone hiki ndio kitu cha msingi mwanamke wangu kuwa nacho. Kwa sababu huyo ndio kioo ambacho watoto wako watajifunza kwake. Huo ndio ubao ambao watoto wako watakuwa wanasoma vitu kwake na wao watakuwa hivyo. Je, wewe kama mwanaume huwa unafikiria nini pale ambapo unaamua kuchagua starehe za mwili, unasahau kuangalia mke bora na mama bora wa watoto wako? Huwa unawaza nini? Kuna wanaume leo hii mnacheza hiyo michezo kwenye familia zenu bila kujua kwamba huyu mwanamke nikimpoteza kumpata mwingine kama huyu ni kazi. Mimi leo nazungumzia wale ambao mmepata wanawake wazuri kabisa, wana heshima na maadili. Sizungumzii wale ambao wana changamoto, kwa sababu wanaume wengi wanasema wanawake wa sasa hivi huwajui ufanye nini. Lakini hapana, hatuwezi kusema sasa hivi hakuna mtu aliyebahatika mwanamke aliyenyoka. Wapo baadhi ya wanaume wanabahatika, wanawake zao wamenyoka, hawana changamoto, lakini changamoto inakuwa kwake yeye kushindwa kuzuia tamaa zake. Matamanio ya kimwili yanafunika ubongo wake, akili yake, anashindwa kuwaza vitu vya msingi ambavyo mwanamke anatakiwa kuwa navyo. Anachanganyikiwa na vitu ambavyo haviwezi hata kuendesha maisha. Kiujumla, mimi nitakwambia, chagua mwanamke ambaye anaweza kujenga nyumba yake kuwa nyumba bora. Chagua mwanamke ambaye anaweza kuwa mke bora kwenye maisha yako. Chagua mwanamke ambaye ana maadili mema, anaweza kuwakuza watoto wako na kuwalea katika maadili mazuri. Acha kuchagua vitu vya starehe. Leo hii kaka yangu, umepata mwanamke huko nje, ndiyo kwenye mambo ya ndani anaweza sana kaka. Huyo mwanamke unaweza ukachanganyikiwa naye, unaweza ukaanza kuleta dharau ndani kwako, ukafanya nini, lakini mwisho wa siku huyo mwanamke huyo, yani huyo mwanamke wa ndani kwako akiamua kuondoka akakuachia huyo mwanamke, kiukweli utajuta. Utajuta na utajiona wewe ni mwanaume ambaye huna akili. Mwanaume yeyote uliyekomaa kiakili, ambaye akili zako zinafanya kazi mambo ya kuzingatia kwa mwanamke ni heshima na maadili yake. Huyo mwanamke anakusikiliza, kwa sababu mimi najua mwanamke asipokuheshimu ndio chanzo cha mambo yote. Usikivu utatoweka, utii utatoweka, kwa sababu hakuheshimu. Lakini mwanamke akiwa anakupa heshima, sikatai kwamba kuna changamoto atakuwa nazo, lakini hawezi kufanana na yule mwanamke ambaye hana heshima. Mwanamke ambaye anakuheshimu, maana yake anajua kuzingatia mipaka yake, anajua kukuheshimu wewe kama mwanaume, anajua nafasi yako kwenye familia, anajua kila kitu. Leo hii unaweza ukampoteza huyo mwanamke, ukabaki na mwanamke ambaye anakupa starehe za kimwili, lakini akashindwa kukutuliza wakati unapitia mambo mazito. Akashindwa kuwa faraja yako wakati unapitia kipindi cha maumivu. Akashindwa kukupa maneno ya busara, maneno ya kukutia nguvu kipindi umeanguka. Utajikuta una mtu ambaye yeye anakusaidia kwenye mambo tu ya kutimiza haja za kimwili, lakini sio
destiny helper wako kwenye upande wa kimaisha. Lazima uchague mwanamke ambaye unajua mimi huyu tukisafiri safari hii kwa pamoja tutaendana. Leo hii umepata mwanamke huyo ambaye unasafiri naye safari yako ya maisha, mpo pamoja, mnaelewana vizuri. Unaamua kuanza kucheza kamari ya kumpoteza huyo mwanamke kwa makusudi, huku ukifikiri utampata kama huyo. Kaka, hakuna wanawake huko nje. Mimi nakwambia ukweli kabisa, huko nje hakuna wanawake, na hili huwezi kuliamini. Tazama sasa hivi wanaume wengi wanavyolia na ndoa huko nje. Mwanaume akishampeleka mke wake kazini, mke anaibiwa. Kuna wengine wake zao wanaibiwa tu wako majumbani. Kuna wengine wake zao wanawalipiza kisasi. Lakini wewe una mke wako huyo, hana mambo mengi. Akikukamata na usaliti, yeye zake ni kulia, kukasirika, atanuna hata wiki. Baadaye ukimwomba msamaha anayapotezea hayo mambo. Mkeo anajiheshimu, hana haja ya kutaka kulipiza kisasi wala kufanya chochote. Usimchukulie kama huyo mwanamke ni mdhaifu kwenye maisha yako. Na huo msamaha ambao amekuwa akikupa mara kwa mara, usije ukafikiri ni msamaha ambao ataendelea kukupa kila siku. Itafika siku na yeye kama binadamu atachoka, ataamua kukuachia maisha yako. Wewe kama mwanaume, kuwa makini na vitu unavyovifanya. Usije ukawa unacheza kamari ambayo mwisho wa siku utapoteza. Unawekeza nguvu zako, unawekeza upendo wako, unawekeza kila kitu kwa huyo mwanamke ambaye pengine hawezi kuja kusimama na wewe. Ni mwanamke ndiyo, anakusaidia kwenye starehe za kimwili, lakini hawezi kukusaidia wewe kwenye safari yako ya maisha. Yeye ni mtu ambaye anataka kutumia kitu ulicho nacho, hajui kinatafutwa vipi, hajui kuvumilia mpaka kipatikane, hajui. Wewe yote hayo huwezi kuyajua mpaka huyo mwanamke atakapokuja kwenye maisha yako. Mwanamke mzuri akiondoka kwenye maisha yako ndio utapata nafasi ya kugundua uzuri wake alionao. Lakini mimi nitakwambia sasa hivi, kama unanisikiliza na unajua kabisa mke wako ana heshima na ana maadili mazuri, hivi vitu viwili anavyo mke wako. Sio mtu mwenye mambo mengi, sio mwanamke mjanja, hana mambo ya kisasa, sio mwanamke mjuaji. Mshikilie kaka, huko nje wanawake wameisha. Ndio maana sasa hivi unaona watu wengi wanaoa, ndoa hazidumu, ndoa hazifiki popote, kwa sababu kila mwanamke huko nje anataka kuolewa. Lakini shida ni kupata mwanamke sahihi. Shida ni kupata mwanamke ambaye yuko tayari kuwa mke. Shida ni kupata mwanamke ambaye yuko tayari kuwa mama. Hiyo ndio shida. Lakini huko nje wanawake ndio wapo kakaangu, wengi. Hutawamaliza ukianza kutembea, hutawamaliza. Ni wengi, utatembea nao, wengine utawabakishia na wenzio. Lakini je, mwanamke bora kumpata katika wale, unafikiri ni kazi ndogo? Leo hii wewe umepata bahati, unaye ndani kwako. Ulimuoa, tangia umemuoa mpaka leo yuko vile vile. Hajawahi kuleta tabia zozote hatarishi. Hujawahi kuona na chati na mtu. Hajawahi kugawa namba yake ya simu. Hana mambo mengi. Umebahatika mpaka sasa hivi kwa kizazi tulichonacho leo. Mwanamke wako bado amenyooka kama mwanamke. Unaamua wewe mwenyewe kuanza kucheza kamari. Unajua mimi nitafanya hivi, atalia, atanisamehe. Na mwingine unafanya hivi kwa makusudi kwa sababu unataka aondoke kwenye maisha yako. Wewe ng'ang'ana sana. Kweli msukume aende kwenye maisha yako, mwache aende. Ila kutafuta mwanamke kama huyo ni kazi. Hiyo lazima uijue siku zote. Mimi sikatai. Wako wanaume ambao wana wanawake ambao sio sahihi kwenye maisha yao. Huyo unaweza ukamwacha. Lakini mwanamke mwenye heshima na maadili, ndio ana changamoto ndogo ndogo, lakini heshima anayo. Mshikilie huyo mwanamke. Usimfanyie usaliti wa makusudi. Usipende kuwa mtu wa kuomba msamaha kila wakati kwake huku ukiwa ubadiliki hayo mambo yako. Ikifika siku huyo mwanamke mzuri naye atachoka. Huo upole wake utaisha. Hiyo huruma yake itafika mwisho. Huo unyenyekevu wake utaisha. Na yeye atakataa tena kuendelea na wewe, atataka aendelee na maisha yake kwa sababu umekuwa ni mtu unayemuumiza kila siku. Kuwa makini na vitu unavyovifanya kwa sababu bahati haijitokezi mara mbili kwenye maisha yako. Leo hii kuna watu hata wa karibu wewe mwenyewe umewahi kuwashuhudia. Alioa mke wa kwanza, alipomwacha mke wa kwanza, kila anapooa hakai na mwanamke. Kila anapooa hakai na mwanamke kwa sababu bado hajabahatika kupata mwanamke kama yule ambaye alimuondoa kwenye maisha yake. Hajapata mwanamke ambaye yuko tayari kuwa mke. Hajapata mwanamke ambaye atakuwa sahihi kuwa mama wa watoto wake. Ndio maana wakiishi kidogo wanashindana. Ndio maana wakiishi kidogo yule mwanamke ni msaliti. Yule mwanamke ana tamaa. Yule mwanamke hana heshima. Yule mwanamke hana hiki. Lakini sasa hivi unapomkuta huko nje, wewe anaweza kukuigizia. Hata huyo mwenyewe unamuona sasa hivi alimpoteza mke wake. Pengine na yeye mwanzo huyo mwanamke alimuonyesha kama yeye ni mwanamke mzuri. Mwisho wa siku alipokuja kwenye maisha yake akagundua sio mke.
kuwa makini na vitu unavyovifanya. Usicheze kamari ya kumpoteza mwanamke mzuri kwenye maisha yako, kwa sababu huko nje hakuna wanawake kaka.